Mnandi Jeyala, Mnandi Junior, mambo vipi bwana? Namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, ananijalia pumzi, niko salama. Lakini kwa masikitiko makubwa, sisi kama familia ya michezo, wanachama, mashabiki wa klabu ya Simba, tunaenda kutoa pole kwa familia ya kiongozi wetu mwandamizi, alishawahi kuwa mjumbe wa kamati ya utendaji ya Simba. Kutoka 2014, 16, 17 akaja wakakaimu baada Geoffrey Nyange Kaburu pamoja na Evans Aveva kukutana na changamoto za nje ya mpira. Kwa maana yake atabidi wakaimu zile nafasi zao yeye na mwenzake Try Again akakaimu nafasi ya Aveva, lakini yeye akaikaimu nafasi ya Geoffrey Nyange Kaburu akiwa kama makamu mwenyekiti wa klabu ya Simba, na wao ndio waliweza kusimamia mchakato wa mabadiliko mpaka 2018. Tunaenda kwenye uchaguzi wa kwanza wa katiba mpya. Alikuwa yeye pamoja na Try Again Mwene. Yeye aligombania nafasi, lakini Try Again yeye binafsi hakuchukua fomu, lakini yeye alichukua fomu na aliwania nafasi ya kupata tena nafasi ya uongozi kwenye klabu ya Simba, lakini haikuwa vyema, hakufanikiwa kupata, kura zake hazikutosha na alibaki kuwa kiongozi mwandamizi ndani ya klabu ya Simba. Lakini baadaye akaja akateuliwa kwenye baraza la ushauri na Mohamed Dewji klabu ya Simba, lakini pia kuna nafasi nyingine kapewa ndani huko kwenye kamati kwa maelezo ambayo wametoa kwenye taarifa yao klabu. Muona bwana, kwa mimi kwangu ni kiongozi shujaa, ni kiongozi mwandamizi na alipambana sana na Simba kwa muda wote aliokuwa na Simba. Lakini kwa kipekee Idi Kajuna ndio kiongozi ambaye alikuja kutufungulia tawi letu hapa Mambo Leo B Scadio Fire. Kwa naamini binafsi ni msiba mzito kwetu, pia kwa wana Scadio wote, wanachama pamoja na mashabiki wetu. Kwa hiyo tumelipokea kwa huzuni kubwa kwa wana Simba kwa ujumla, walikuwepo ndani na walikuwepo nje ya mipaka ya Tanzania. Bwana poleni sana. Tushapoa. Bwana Selemani Mwalimu, tuanze na hili la Selemani. Wydad Casablanca ametoa taarifa mara tu baada ya Simba jana kueleza kwamba wana mkataba wa ziada, mkataba wa 2026-2027 kwa maana ya kumuongezea, lakini Wydad wakatoka hadharani wakakanusha zile taarifa. Na mwisho siku kumekuwa kama na mkanganyiko fulani hivi. Katika swala hili bwana Mnandi Jeyala, Mnandi Junior analizungumziaje? Mimi binafsi ile taarifa nimeiona usiku, baada ya kuiona imenichanganya sana, nikajiuliza hii taarifa ina ukweli wa namna gani? Kwa sababu viongozi wa klabu ya Simba, Selemani Mwalimu sio mali yao. Ni mchezaji wa Wydad Casablanca, amekuja kucheza Simba kwa mkopo. Na huyu sio mchezaji wa kwanza kuja kucheza kwa mkopo Simba. Huyu ni mchezaji wa tatu kuja kucheza kwa mkopo Simba. Alikuja mchezaji Deukanda kutoka TP Mazembe, akaja hapa akacheza kwa mkopo, mkopo kulivomalizika akarejea kwenye klabu yake. Lakini pia alikuja Otos Bareke, nadhani unamkumbuka Jan Bareke. Alikuja Simba pia kwa mkopo. Alikuja dirisha dogo akafanya vizuri, dirisha kubwa wenyewe alimtaka Mazembe arudi kwenye klabu yake. Bareke mwenyewe akagoma kurejea kwenye klabu yake. Wakaona haiwezekani kumngangania, wakamwacha tena Simba, akaendelea na Simba kwa mkopo wa mwaka mmoja. Baada ya hapo msimu unaofuata akarejea tena na wakaja Gongo Wazi pia wakamchukua, akawa mali yao pia wakamtumia kwa mkopo. Kwa hiyo huyu sio mchezaji wa kwanza. Kwa hiyo nashangaa kuona taarifa ya Wydad Casablanca baada ya Simba kumtambulisha kwamba ni mchezaji wa Simba kwa mwaka mmoja kwa mkopo. Hawakusema ni mali yao moja kwa moja. Wamesema tumeingia tena makubaliano ya mkopo wa mwaka mmoja na Wydad Casablanca. Sasa mimi najiuliza, taarifa ile ya kutoka kwa umma Wydad ya kusema kwamba sio kweli Simba hawajakubaliana na Wydad wa mkopo mwaka mmoja, imetoka wapi? Simba wamekurupuka kumuongezea huo mkataba wao kama wao bila klabu yake? Kwa sababu hii ya Simba manake ni trailer, lakini picha ni kule kwa Wydad. Sababu huwezi kuniambia kwamba mmekubaliana mkataba na Mwalimu na kati mchezaji ana mkataba na Wydad. Ninachokiamini mimi manake Simba wamezungumza na Wydad, wamekubaliana tena kupeana mkataba wa mwaka mmoja mwingine kuitumikia klabu ya Simba. Ingekuwa ndo kwa mara ya kwanza Selemani Mwalimu anaitumikia Simba, labda ningehisi kuna janja fulani. Lakini huu ni mara yake ya pili sasa kwenda kuitumikia klabu. Kwa nini watoe barua saizi kuonekana kwamba kuna changamoto au kuna vigezo ambavyo havijatimia? Kwa hiyo ninachokiamini mimi, kwa sababu ndugu zetu walikuwa wanapanda ndege kila siku kwenda nani hawa? Wewe unawajua, walikuwa wanapanda ndege kila siku kwenda Morocco kwenda kuiwinda saini ya Selemani Mwalimu Gomez, wanamtaka aje kucheza kwenye klabu yao. Kwa hiyo naamini Wydad wametoa hii taarifa kujulisha umma kwamba huyu bado ni mali yetu na Simba hatujakubaliana nao kwa mkopo wa mwaka mwingine mmoja. Hiyo tulimalizana nao mkopo wa mwaka ule wa kwanza, lakini kwa mwaka huu hatujakubaliana nao tena kwenye mkopo. Mimi hilo siamini. Ninachokiamini hapa ni mind game. Washapigwa hela yao. Sio shaenda zaidi ya mara 4 ku. Washapigwa hela yao. Baada ya kupigwa hela yao, wanawazuga vipi ili wasidai ile 200 yao waliotoa kule? Sawa, yakishika uchumba ili baadaye wapewe wao tena kwa mkopo. Kwa hiyo binafsi akaambia kwamba Simba hawajatimiza vigezo na hatujakubaliana nao, ili wao wajue kwamba kweli wanawashtaki. Lakini hapa hakuna kwenda kushtaki FIFA wala kwenda kushtaki kafu wala kwenda kushtaki kwenye shirikisho lao la mpira wala shirikisho letu la mpira. Hiyo ndio imeisha. Wametoa hela, washapigwa. Lakini ninachokiamini mimi, Selemani Mwalimu Gomez atacheza Simba msimu huu 26-27. Selemani Mwalimu atacheza Simba 26-27. Tunza maneno yangu. Kwa hiyo vita ya Selemani Mwalimu inatoka kwenye klabu gani hapa nchini?
kule kule kwenye mwiko kule. Kwani tunaficha bwana? Hao washapigwa hela. Hao wajifanya wao matapeli wa mjini, washakutana na matapeli wa Morocco. Wao matapeli wa mjini hapa Tanzania, lakini kuna matapeli wa mjini kule Casablanca kule Morocco. Wao wameuvaa mziki wa Casablanca. Kwenye mji wa Casablanca wameuvaa mziki kule, wamekutana na matapeli wenzao. Nao wanatoka kwenye jiji kama hili la Dar es Salaam hapa. Wao wamekutana nao kule. Bwaga bwaga wenzao wamemalizana. Nani? Bwaga bwaga FC. Wao wamekutana bwaga bwaga wa Bongo na bwaga bwaga wa Morocco. Wamekutana. Nani zaidi tutajua baada ya picha likiisha. Picha ndio limeanza hili. Kwani picha ndio limeanza, ndio nisikilize mimi, picha ndio limeanza lijaisha. Kwani Simba hawezi kuvunja mkataba wa Selemani Mwalimu? Inawezekana. Inawezekana kuvunja mkataba, lakini je, gharama yake ni kiasi gani? Kwa sababu huwezi kuvunja mkataba kwa gharama kubwa hivyo kwa mchezaji ambaye tunakatoka kwenye taifa letu, itakuwa kitu ambaye hakiwezekani. Umeona bwana? Kwa mkopo maana tushakubaliana atacheza Simba. Lakini taarifa ambayo inatoka kupitia peji yao ya klabu kwamba wataishtaki Simba, wanaenda kuishtaki wapi? Kwa taarifa ile barua yao. Eti walivyotoa maelezo wanaenda kuishtaki Simba wapi? Raja Casablanca. Anasema Raja Wydad wanaenda kuishtaki Simba wapi? Kwenye shirikisho lao au wataenda kasi au wataenda kwenye shirikisho letu la ndani hapa barani Afrika, CAF. Eti taarifa yao inasema wanaenda kuishtaki Simba wapi? Watu washapigwa tayari. Wenyewe sasa hizi ndio wa kwanza jana wanashahadia hilo jambo. Mchezaji wa watu arudi kokote yule. Yule ni mali halali ya Simba na atacheza Simba. Nyinyi kama mnataka mchezaji mwingine, aje kwenye klabu yenu. Wydad wana wachezaji wengi. Kwa nini siwaambie wape mchezaji mwingine kwa mkopo? Sio nao pale, hata mpika ubwabwa pale mkipewa nyinyi anawafuata. Mpewe aje kwenye klabu yenu aje kucheza. Sio mumnganganie Mwalimu. Mwalimu kafunga goli 9. Nyinyi mna watu wamefunga goli ngapi huko? Mna watu wamefunga goli 14, goli 13. Goli 15 huko wapo huko. Wamefunga huko. Kwa nini mnahangaika? Tulieni. Mna wasiwasi gani? Yaani mhangaike na Mwalimu anafunga goli 10? Kwa nini msihangaike na Nduumwe mpaka anaenda Yose Malja huko? Au yule atoshi? Yaani mhangaike na Selemani Mwalimu, nyewe mnajitambua. Sajili za Young Africans unaziona bwana Mnandi? Zile sajili zile za kuokota na ndio maana anahangaika na Mwalimu sasa hizi. Wale wote wanaokota wale. Yaani wenzako asubuhi wanawahi sokoni wanaenda kupointi matunda yalikuwa mazuri, wewe unasubiri mwishoni. Dala limeisha, watu washatomasa washayaacha, wewe ndio unaenda kubeba. Sasa pale kuna mchezaji waliosajili wale wameokota. Na ndio maana wenyewe mpaka sasa hivi hawafurahi, wananungunika. Lakini kusema wanashindwa. Tulieni nawe waingie. Simmejikanyaga wenyewe kuuza timu. Tulieni. Hiyo timu nasema mali ya umma hiyo. Hiyo sio mali ya umma, hiyo mali ya kampuni. Hiyo mali ya umma. Tulieni nawe waingie sasa. Sio wamebinafsisha timu. Timu inamilikiwa na mtu. Sio timu mali yao hiyo. Wao wanaweza kusema hiyo timu mali yao. Hiyo mali ya mtu. Kwa hiyo acha afanye anavyoweza. Afanye anavyotaka. Hamna mamlaka kumzuia. Kwa hiyo tulieni. Ndio mnaletewa kujenga timu. Kila siku mnasajiliwa digi tu. Digi kila siku. Eti kuna mchezaji mmoja nimeona kwenye taarifa moja huko ya ndani wanasema wao wamemtoa Chipa United ya South Africa kisa mweupe. Wao wakimwona mweupe wanajua mzungu. Yaani kisa mweupe ndio wanaletewa kutoka Chipa. Hayo maneno tu. Sidhani kama kuna mchezaji kutoka Chipa United ambaye mwenye uwezo wa kucheza gongo wazi. Umeona bwana? Yeye mmetaka Karesto mmemkosa. Walimtaka Karesto wamemkosa. Umeona bwana? Wametaka Dibukisha wamemkosa. Watu wamechukua hela zao kwa bilioni 14. Wewe una hela. Wewe hata bilioni 1 unaweza kutoa. Umeona bwana? Sasa hizo wanaangaikia kwa Wydad ndio wanangangania kwa Selemani Mwalimu. Selemani Mwalimu, Sele ni Msimbazi. Hakuna Sele anaweza kucheza Jangwani wewe. Kuna Sele anaweza kuwa boya akacheza kwenye mabwawa. Sele wote wanacheza Simba Sports. Bwana, kama ikitokea labda Wydad yokeka ngumu, nyinyi Simba mtafanyaje sasa? Tufanyeje? Kama wataamua kusema tunangangania tumpeleke kwenye mabwawa, tutawakabidhi wampeleke kwenye mabwawa. Sio shida zetu. Tuna wachezaji wengi na wana uwezo mkubwa na wataendelea kuipambania klabu yetu. Wao maana yake watamnyima la Selemani Mwalimu kwenda kutumikia maisha yake na mkataba wake. Wao kama vipi wamchukue wawape ugongo wazi. Sasa usipate shida. Wamchukue. Sio wamesema kwamba mkataba waliotambulisha Simba sio halali, hawajakubaliana. Sele si yupo. Na kashasafiri yuko Kigali Rwanda. Wamtumie tu passport ya ndege, asafiri, arudi wakawakabidhi hao kwenye mwiko. Kama Sele atacheza kwa kwenye mwiko. Kama Baleke kaigomea timu yake TP Angribe Mazembe, kaigomea. Na ana mkataba, na mku mkataba wa mkopo uliisha, na kagoma. Sembuse huyu Mwalimu hapa nyumbani, yule Mkongomani na kagomea taifa lake kataka kucheza Tanzania. Sasa Sele hapa si ndio nyumbani? Kitovu chake sikimeziko hapa. Kitovu chake kimeziko Casablanca Morocco. Kitovu chake kimeziko hapa. Umeona bwana? Kwa nini ninachokiamini mimi? Sele ni Msimbazi, Sele anataka kufurahia ubingwa wa Afrika, akiwa Simba. Aende kwenye mabao akafurahie nini? Vyula.
Eti akafurahia vyula. Wao waambiwe tu wawape mchezaji mwingine kule. Wao ndio wachezaji kibao, wawape kama wanataka mkopo. Sio wanapenda mikopo na wao. Wawape tu, wawaletee wasaidie. Sababu mkopo kule Singida umeshindikana. Wawape tu mkopo. Wao ndio nao wengi tu, sio Sele. Kwani shida iwe kwa Sele tu. Sele ni mali yetu. Kwa hiyo hizo chokochoko zao wanazozianza ndio wanatutia hasira kwenye ngao tukawakande goli nyingi. Hizi chokochoko ambazo wanaendelea nazo hizi. Hizi. Ile jopo lao lile la kundi la Mr. Misondo lile kutoka South Africa. Tunalibutua lile siku moja lote linaondoka. Lile kundi lile linatambulishwa kila siku lile. Lile tunalibutua siku moja lile. Wewe ushaona benchi ya ufundi kundi zima watu karibia 40. Kwa hiyo benchi hilo linakuaje? Hao wachezaji watakaa wapi? Kila siku watambulishwa makocha. Kila siku makocha. Sasa hiyo timu imekuwa timu au kikundi hicho? Bwana, kuna tetesi zinazomhusu Elie Mpanzu kuwindwa na Mamelodi Sundowns. Lakini Anicet Oula na yeye alitajwa kwamba anawindwa na moja ya klabu. Na mashabiki wa Simba wameonekana kupiga kelele uongozi wenu wa klabu ya Simba kwamba asitoke mchezaji hata mmoja. Bwana, kuhusiana na hizo tetesi, Simba wanaweza kuvumilia wasimuuze mchezaji hata mmoja huko Rwanda? Maana pengine yasija katokea yale yaliyomtokea Luis Jose pamoja na Chama Klatos kwenye pre-season iliyofanyika kule Morocco. Chama kabaikia kule kule. Bwana, pengine asije akajirudia yale ambayo alijirudia mwaka ile, na mwisho siku Simba mkapata changamoto ya kucheza msimu uliofuatia kutokana na kuondoka kwa mimili ya wachezaji Chama Klatos na Jose Luis Miquissone. Mimi ninachokiamini kwamba mpira ni biashara. Mpira ni biashara, watu huwa akifika bei wachezaji wanauzwa, lakini kwa sisi Simba Sports msimu huu mpira sio biashara. Mpira ni mali ya umma. Mbona msimu huu hatuhitaji kuondoka kwa mchezaji yeyote. Tulishauza sana wachezaji, tumeshindwa kufikia malengo ambayo tumejiwekea, lakini naamini msimu huu tunahitaji kwenda kufikisha malengo ambayo tumejiwekea. Hatuwezi kuyafikisha kwa maneno. Lazima tuyafikishe kwa vitendo, kwa sababu huyo mchezaji unayomuuza, umuuzi barani Ulaya, unamuuza kwenye bara hili la Afrika na kwenye timu ambayo mnakutana nazo kwenye hayo mashindano. Hasa kama wewe adui yako unamuuzia silaha ambaye kwako wewe unategemea itaenda kukufanikisha kufikia malengo yako. Wewe hayo malengo yako utafikia vipi? Na silaha yako unaitegemea umemuuzia jirani yako na unapambana naye. Maana wewe kila siku utakuwa asante kwa kushiriki. Kwa hiyo hatuwezi kukubali msimu huu mchezaji yoyote ambaye tuna malengo nayo akauzwa. Alafu akaenda kutumikia klabu nyingine hapa tunakutana naye kwenye mashindano ya kimataifa anakuja anatuhukumu. Hicho kitu hakiwezi kutokea. Huu ni msimu wa Simba kwenda kubeba ubingwa wa Afrika. Hatuwezi kubeba ubingwa wa Afrika kwa kuuza wachezaji kwa maadui zetu. Tutabeba ubingwa wa Afrika kwa kuchukua wachezaji kwa maadui zetu. Na ndio maana tunaenda kuwa mabingwa msimu huu. Ndio maana kelele zimeanza kuwa nyingi. Watu wanalalamika. Bado dawa watu itawaingia. Kwa hiyo mimi naamini binafsi auzu mchezaji yoyote Simba, ogopa matapeli. Yaani tuuze hayo maneno yangu. Nilishamwambiaga kwenye kipindi ambacho tumefanya siku 4 zilizopita. Auzi mchezaji yoyote Simba Sports. Wachezaji unawajua wewe wote wanabaki Simba. Nilikwambia Jonathan Soa watuletea hata 2000. Yule karudi alikotoka. Simba shamalizana naye, karudi kule kule alikotoka. Sisi sio shida zetu. Lakini unawajua wewe wote kina Libase kwe, hakuna anayeuzwa. Si umeona wamesafiri wameenda Rwanda? Au kuona? Alseola hujamuona? Wameelekea Rwanda. Sasa auzi mtu yeyote pale. Wale wote ni mali halali ya Simba na watacheza Simba msimu huu 26 27 na wataenda kutubebesha ubingwa wa Afrika. Ubingwa wa Afrika ndani, ubingwa wa ligi ndani, CRDB kwa mara nyingine ndani, ngao ndani na vikombe vingine vyote muungano mapinduzi msimu huu. Vote tunakusanya na hilo Kagame ndo tunaanza nalo sasa hizi. Tunakusanya. Wewe pale tutegemee kutoka. Pale tena lingine baada ya finali ya Kagame kishapita tunapokea tena timu Terminal 3 tukitoka pale paredi kama kawaida. Kituo cha kwanza pale pale kijolo cha Simba Jangwani pale. Lazima tuende kuchimba tena dawa. Yaani pale tutachimba sana dawa mpaka tunahakikisha pale pamejengwa, pamewekwa fence na tutaacha kuchimba dawa. Lakini pale sasa hivi ndio kituo chetu. Wewe mwana Simba kama unaenda Kariakoo, unaenda Posta, unaenda Mnazi Mmoja, ukifika Karume tumwambie dereva pita kule. Pita Jangwani, baadaye tutakunja tunarudi Kariakoo. Au tutapita njia ya faya ile. Tunaenda kutokea Mnazi Mmoja mpaka Posta. Kutuchimbe dawa kwanza ndio tuendelee na safari. Kwa hiyo mwana Simba yoyote unaotoka Mbezi, Kimara, hakikisha ukishafika tu pale faya, ambia kunja hapo. Bora bana kunja hapo kwanza tukachimbe dawa alafu ndio tuendelee na safari. Lazima tuchimbe dawa kwanza. Alafu ndio tuendelee na mambo mengine. Kwa hiyo naamini tarehe baada finali nadhani itapigwa kati ya tarehe 6 tarehe 7. Sawa? Ya mwezi huu wa 8. Inapigwa finali, mwana anabebwa tunapiga paredi, asubuhi tunamkia kwenye Simba Day. Yaani ndio ubaya wetu msimu. Tunaanza paredi ya kwanza ile, tunapita pale tunamkia kwenye Simba Day. Tukitoka kwenye Simba Day, ngao jamii tunapiga tena paredi nyingine. Yaani paredi nyingine inapigwa sasa. Hilo tutaanzia Temeke huko. Hiyo moja kwa moja sababu njia yetu kuu si Buguruni. Tutakuja Tazara, tutakunja tena Buguruni kama kawaida, kituo kile kile. Tukifika pale Lala Baba tunakunja Kiatu Jangwani. Yaani pale tutachimba sana dawa msimu huu. Yaani naona kabisa kuna matukio mawili yameongozana kuchimba dawa.
Tutachimba dawa baada ya kuchukua Kagame Cup, lakini tutachimba dawa baada ya kuwakanda kwenye ngao ya jamii. Wale benchi lao la ufundi leo kina Mr. Bisondo linarudi South Africa, sasa tunaenda Jangwani. Bwana Mnandi, mimi nikushukuru na nakutakia kila la heri. Na wewe pia nakutakia kila laheri, lakini kwa wana Simba wote tuwe watulivu katika kipindi hiki kigumu cha msiba mzito ambao umetupata. Tuwe watulivu sana, tuiombee dua timu yetu pia kule ilipo iwe tulivu, isiingie kwenye mfumo, ipambane kwenye mashindano, kwenye mchezo wake wa kwanza ambao utapigwa siku ya Jumamosi, kuhakikisha tunapata matokeo mazuri. Shukrani sana. Asante sana.